Sasa huyo Odinga unamuona leo, Raila huyu leo unamuona leo, unaweza kusema ni sehemu ya pili ya baba yake. Kafanya yale ambayo baba yake hakukamilisha. Msoma Raila kwenye kitabu chake sasa, umsikie anavyoeleza siasa za Afrika, jinsi wanavyoshughulikia wale ambao wao hawakubali zile serikali. Wamefanana kabisa kila kitu. Mambo vipi mtazamaji wa Bongo Plus TV? Karibu sana kwenye exclusive interview. Hii ni interview maalum kabisa ambayo itahusu ama itagusia ama itaangazia maisha ya aliyekuwa waziri mkuu wa zamani wa Kenya na kinara wa chama cha ODM Raila Odinga, ambaye amepoteza maisha yake mnamo tarehe 15 ya mwezi Oktoba mwaka 2025. Amekuwa ni kiongozi ambaye amependwa sana, si Kenya tu bali hata kwa bara Afrika, Tanzania kwa ujumla, na maisha yake mengi hasa ya kuwa mwanasiasa wa upinzani yamekuwa ni ya mfano kabisa kutokana na yale ambayo mengi ameyafanya. Mimi naitwa Victor Madaha, nyuma ya kamera yupo Rizki Bwana, na leo niko na Sheikh Mohamed Saidi ambaye yeye tunafahamu namna gani ambavyo alivyo nguri katika uandishi wa vitabu na historia za mambo tofauti tofauti. Kwa hiyo leo kuhusiana na hili tutajaribu kupata yaliyo ya undani kabisa kutoka kwake na tuweze kujifunza. Heshima. Victor, mbona unapenda kutishia watu wewe? Natisha kwa lipi? Uli gani bwana wangu? Kuja tu mimi najua kidogo basi tunazungumza. Wao watasema wao sio natusikiliza. Lakini haya mimi nimejionea, nimeyashuhudia mwenyewe. Basi natosha. Tumeambiwa kwamba tuwape watu maua yao ingali wakiwa hai. Na imekuwa ni siku nzuri sana. Nakumbuka nilikutafuta, ilikuwa ni Ijumaa ilikuwa ile. Nikakwambia hapana, tusubiri tufanye maandalizi, tufanye kipindi ambacho watu watapenda kusikia. Na sasa wewe utaamua kwa je kama tungefanya juzi na tungefanya leo tumepata faida gani kwa kuwa na subra. Kabisa. Haraka ni shetani unajua. Kabisa. Naam. Inasaidia mambo mengi pia na sana. Uvumilivu hula mbivu. Naam. Leo nataka tuangazie maisha ya Raila Odinga. Amepoteza maisha yake tarehe 15. Sema amekufa bwana. Amekufa. Naam. Unatofauti ya kupoteza na kufa. Yote ina maana, lakini hii Kiswahili kwa amefariki inapendeza zaidi. Mimi ni Mswahili unajua. Kabisa. Asante kwa elimu hii. Amefariki tarehe 15 mwezi huu Oktoba. Nataka nifahamu kwa upande wako wewe hasa ulivyosikia kile kifo, hasa kitu gani ambacho kilikujia kwanza kwa mara ya kwanza kabisa? Mwenyezi Mungu ana mambo ya ajabu sana. Mimi na rafiki yangu professor of economics, sikuwa ninajua mpaka nilipompa pole kwa kifo cha yeye mtu wa Kenya, kifo cha Raila. Akaniambia, Mohamed, Raila mimi ni jirani yangu, tukiishi pamoja hapo Kileleshwa, na mara kwa mara tulikuwa, yeye alikuwa hanioni mimi, kwa sababu watu wakubwa waone watu wadogo, na huyu si mdogo hivyo, ni mtu mkubwa, huyu ni professor economics na amefanya kazi sehemu kubwa. Akasema tunakutana jirani ya petrol station karibu na nyumbani kwetu Kileleshwa Nairobi. Sehemu na watu wakubwa hapo. Lakini tulikuwa hatujapata kuzungumza chochote. Sema siku moja mimi napanda ndege London na kuja Nairobi. Imetokea mimi na Raila tumekaa siti moja. Yeye yuko dirishani, mimi niko kwenye aisle ile ya pembeni. Ni anasema ni safari ya saa 5. Basi tukasalimiana, tukaanza kuzungumza. Anasema kwa saa 5 nzima mimi na Raila tukazungumza. Na huyu bwana ni katika watu ambao vichwa vyao ni kwamba yeye ni professor wa economics na si mashahara, na akasomesha Nairobi University pale. Kwa hiyo ni mtu barabara. Anasema nikazungumza na Raila kwa saa 5 mpaka ndege inashuka inatua Jomo Kenyatta International Airport pale. Na akasema kuwa tulipokuwa tunasubiri mizigo, Raila alikuwa ndo katoka kifungoni amekwenda Uingereza kwa ajili ya kutizama afya yake. Sasa wamekuja kumpokea kundi kubwa lile pale uwanja wa ndege. Mimi nikaona Raila make
anatazama mzigo, anasikiliza huko. Nikamwambia Raila, wewe nenda, toka, mimi nitafikisha mizigo yako nyumbani. Kama gani umesema hiyo? Alipotoka jela kwa 80 zile. Sasa ananiambia, anasema, lakini unajua wakati ule hali ya Kenya ilikuwa ngumu sana. Wakati wa Moi ule. Nasema na mimi nimefanya kitendo, labda sikufikiri sana kuwa nachukua mizigo Raila natoka nayo. Sengine watu salama wangeweza kunifuata mimi kuniuliza ilikuwaje na ingeletea shida. Basi asema mimi toka na nje, anasema gari yake mimi naijua, gari yake. Na yeye bila shaka aliomba driver kwa kuna mtu atakuwa. Kwa hiyo nikamkabidhi ile mizigo. Kuondoka nayo. Naam. Sasa huyu ndo Raila. Okay, sawa. Kifo chake kimetokea na mambo yamezungumzwa mambo mengi sana. Ningependa tufahamu kwanza Raila ni nani hasa, amekulia wapi na maisha yake ni mtu wa namna gani hasa? Mjue kwanza baba yake. Raila. Babake. Mjue kwanza Ogiga Odinga. Jaramogi. Ukimjua baba yake ndio utamjua mtoto wake Raila. Babake alikuwa nani? Waziri mkuu. Makamu wa rais. Okay. Makamu wa rais Kenya. Jaramogi ameandika kitabu Noti Yetu Uhuru. Kile kitabu ni maneno na ameweka picha nyingi sana. Katika picha zote ambazo mimi kitabu sinacho katika maktaba, lakini nimekitizama kwa Professor Google. Kaniletea kitabu kizima. Kitabu utangulizi ameandika Kwame Nkrumah. Nakumbuka nilikwambia tusubiri nifanye utafiti, nitalii vitabu. Kwenye kitabu kile ukikisoma ndio utaijua jamii ya Kenya iko vipi. Na utaona yale matatizo ambayo baba yake alipitia ya kufungwa jela. Si tu kufungwa jela, baba yake alifikia mahali alifilisiwa mali ya milioni 400 katika miaka 60. Alikuwa na kampuni kubwa ya mabasi. Babake Raila. Like kwa sababu ya msuguano wake na Jomo Kenyatta kusema malizeni huyu. Kwa hiyo mali wanasema wazungu it went for a song. Wamekwenda kumpiga tanchi kuwa kashindwa kulipa deni bila mazungumzo, lakini nia ni kumfilisi. Na Raila anasema katika hali ile, wakati kila kitu chetu kimekwenda, yani kutuzama tumekuwa maskini, anasema baba ananipigia simu, anazungumza kama vile hakikutokea kitu. Ni kisa kirefu na Raila amekieleza kwenye kitabu chake hiki. Hiki kitabu chake? Naam. Okay. Na kuna vitabu viwili vya Raila. Kitabu kingine kama kaandika Mnigeria mmoja huyu hapa bwana. Huyu bwana anaitwa Baba Femi Badejo. Okay. Baba Femi Badejo alimfanyia mahojiano huyu rafiki yangu Professor Economics huyu. Alimfanyia mahojiano kuhusu Raila. Katika kitabu hiki ambacho kinaitwa Raila Odinga, an enigma in Kenya politics. Enigma, mtu wa maajabu katika siasa za Kenya. Alimhoji kuhusu Odinga na siasa za Kenya. Leo aliniambia hebu kitafuta hiki kitabu, utakuta ndani mimi namzungumza Odinga. Kwa hiyo hapa nakuzungumzia historia ya Odinga si kutokana na mimi ninavyomjua au kutokana na kitabu, kutokana na mtu ambaye kazungumza na yeye mwenyewe moja kwa moja. Unafahamu? Kwa hiyo umeona faida ya kuwa na subra. Wa subra inavuta kheri, haya tusingeyapata. Na sahibu yangu anasema tulizungumza sana
na ninavyomjua rafiki yangu huyu ni mtu ambaye yeye anasikiliza zaidi kuliko anavyosema, na ni mtu ambaye unapozungumza afu yeye anatembea katikati ya mistari yako. Sasa mimi nimenufaika na ile elimu yake huyo sahibu wangu na jinsi anavyozijua siasa za Kenya. Sasa huyo Odinga unamuona leo, Raila huyu leo unamuona leo, unaweza kusema ni sehemu ya pili ya baba yake. Kafanya yale ambayo baba yake hakukamilisha, kuwa atagombea demokrasia na atataka kubadilisha hali ya watu wa Kenya itoke kwenye udhalili, watu na wao waone faida ya uhuru. Kwenye kitabu hiki hapana, kwenye noti yetu huru, maki uhuru bado hatujapata. Jaramogi anasikitika, anasema katika hotuba ya kupokea uhuru ya Kenyatta hakuwataja askari wa msituni, Mau Mau, wale walionyanyua silaha kupigana na Uingereza. Alafu anaendelea mbele, anasema kama vile hawa hawakuwa chochote. Sasa yeye anasema, Jaramogi Oginga Odinga anasema, kama si wale kunyanyua silaha, wale wa Kikuyu. Unajua Mau Mau alikuwa na wa Kikuyu, na huyu Jaramogi Oginga Odinga yeye ni Mjaluo. Anasema kama si wale kunyanyua silaha, hata hizi harakati ambazo sisi tulikuja kufanya kuzungumza na Waingereza zisingekuwa na nguvu yoyote. Kwa hiyo sasa umepata picha ya, na katika kitabu hicho cha noti yetu huru kuna historia ya kuvutia sana ya Ronald Ngala. Ronald Ngala yeye anatokea Pwani. Huyu bwana alikufa kwa ajali, na wanasema kuwa wanategemea wanahisia kuwa aliuliwa kama alivyouliwa Tom Mboya Mjaluo. Huyu ni katika Mijikenda, watu wa Pwani wale, Wagiriama nano. Kuna picha ndani ya kitabu cha noti yetu huru, Tom Mboya pamoja na Ronald Ngala pamoja na Jaramogi wamekwenda alipokuwa amefungwa Kenyatta jela huko, wamekwenda kumjulia hali. Sasa unaitizama ile picha ambayo ipo katika noti yetu huru, hafu katika hawa watatu, Jaramogi, Ronald Ngala na Tom Mboya, hawa wawili waliuliwa. Unapata picha sasa ya siasa za Kenya, lakini Jaramogi yeye amekuja kufa kifo cha kawaida. Hawa watu wanakwenda kumtizama kiongozi wa nchi, lakini baada ya kutoka katika nchi, baada ya uhuru patikana, na hao walisema hatukubali uhuru bila Kenyatta, sisi bila kuachiwa. Jaramogi huyo. Wewe unaona siasa za kule. Alafu nikakuletea kitabu kimoja hiki, Dakandegwa, Walking in Kenya struggles. Kenyatta's struggles. Huyu alikuwa ndio governor wa benki kuu ya Kenya. Dakandegwa. Huyu Dakandegwa mimi nimekutana naye siku moja. Nilikuwa na rafiki yangu Sal Davis. Sio kama siku nikuonyesha kitabu chake. Sawa, unaonyesha. Ilikuwa mwezi wa Ramadhani, mimi nimefunga, lakini yeye lazima aende kucheza gofu. Sal Davis anapenda kucheza gofu. Na katika listi ya mabingwa wa gofu Kenya pamoja na Dakandegwa, Sal Davis yuko kwenye kitabu hiki amemtaja. Tunaingia pale, akamwona Dakandegwa, akasimama, akaniambia, Mohamed, yule ndio Dakandegwa, ukimsikia ndio yule. Na ndio kanitia moto kwenda kununua hichi kitabu. Kule Mombasa ilikuwa. Wakaja pale wakasalimiana, wakaondoka. Sasa ukisoma kitabu hiki ukaona maisha ya hawa
uko na maisha Kandegwa hawa. Anasema babake Raila Jaramogi, anasema hali si kama tuliotegemea. Sasa hebu tuje kwa Koigi wa Mwere. Koigi wa Mwere na Raila wamekutana jela, na jela zote ngumu zile, Kimiti, Shimo la Tewa, sijui Homa, kote huko hawa wamefika na mateso wamepata makubwa. Leo nilikuwa natazama clip moja wa Mwere, wanamhoji kuhusu rafiki yake Raila. Kamweleza kama vitakiwa kumweleza kwa vizuri, lakini akasema lakini vile vile mimi bado nasikitika. Vipi Raila alikuja kuungana na watu wale wale ambao sisi tulikuwa tunapambana nao, ila hali kile tulichokuwa tunakipigania tulikuwa tujakipata. Vipi? Na maana gani? Vipi? Swala kujiuliza. Kwa hiyo umeniuliza ni kuhadithie kuhusu Raila. Ni kwa Raila alikuwa na nguvu. Raila ameshinda uchaguzi wa 2007, ule alishinda, ule unajua lakini yalitokea sote tunajua, na matokeo yake yakaleta vita kubwa na watu wengi wakafa. Raila alikuwa na nguvu ya kuhamasisha. Utake usitake utamsikiliza tu. Nilikuwa na rafiki mmoja anaitwa Hamia, sasa anapata karibu miaka 10. Yeye Hamia wazee wake wanatoka Kenya, lakini baada ya mapinduzi wazee wake walikimbilia Mombasa. Kwa kama Mombasa, na yeye kidogo alikuwa anamunga mkono Raila. Basi nikaa naye kinihadithia bazo Raila, yeye anaweza kumwiga mpaka sauti yake kuna twende kwenye debe, anasema ile sanduku la kura Raila analita debe. Sasa anasema vipi Koigi wa Mwere, anasikitika, anasema vipi kila ambacho sisi tuko tunakipigania. Akisema labda ndio kama huwezi kuwashinda, labda ndio ukana nao. Inasikitisha kidogo. Hapo. Ningependa sasa tuidadavue historia ya Odinga katika siasa za Kenya. Zilianzia wapi hasa mpaka ikafikia hatua akafungwa jela, akatoka na akaanza tena hiyo movement ya kuhakikisha kwamba democracy Kenya inapatikana? Raila amefuata nyayo za babake. Huwezi kumwona Raila ataanza wapi, kwa sababu kazaliwa kwenye familia ya siasa. Na harakati zile ndio zile. Yeye lazima munge mkono babake. Na kamunga mkono babake kuwapiga vita wale ambao walikuwa wanapambana na babake. Wale ambao babake alikuwa anapambana nao, ndio yeye Raila kaja kupambana nao. Na si jambo ambalo linahitaji kuelezwa sana, kwa sababu hakuna asiyejua nini Raila kafanya Kenya katika kutafuta demokrasia, na shida ambazo yeye alizingia katika kutafuta demokrasia. Naam. Anafungwa kwa sababu ya kupigania demokrasia, anatoka, anaanza zile movement za kwake za kuanza kutafuta kile kiti. Attempt yake ya kwanza kuifanya kutafuta kiti cha urais hasa ilianza mwaka gani hasa, na ilikuwaje hiyo movement? Utasema lini mimi nimeanza, moyo wangu umeanza kupiga? Unaweza kusema moyo wangu umeanza kupiga siku fulani. Mwaka una maana gani? Kwa leo mimi ndo naanza hii? Hapana. Zile harakati zilikuwa zinaendelea. Baba yake amekuja kuchukua Raila, wanakwenda. Hakuna maana za kusema hapa ndo naweka mpaka hapa. Kwa hapa Jaramogi, hapa Raila. Hapana. Yale mapambano yalikuwa yanaendelea kutoka kwa mtoto, kutoka kwa baba yanakwenda kwa mtoto. Na kuna wakati wote wawili walikuwa wanapambana na hali iliyokuwepo Kenya. Anasema Raila, anasema mimi
napambana na Mwai Kibaki, napambana na Moi. Moi anamleta Uhuru Kenyatta, anasema kwenye kitabu hiki, mimi naijua nguvu ya Kenyatta toka wakati wa babangu. Ndani ya kitabu hiki, toka wakati yeye anaijua nguvu yao. Halafu naendelea nasema kuwa, lakini mimi simuogope Uhuru sana, kwa sababu Uhuru najua si mwanasiasa ambaye anaweza kupambana na uzoefu nilikuwa nao mimi nilopata kwa Jaramogi. Yeye anachokiweza ni biashara. Anachokiweza kufanya yeye ni biashara na ule utajiri alikuwa nao, lakini si katika mipango ya kuweka mbinu za kisiasa. Hii mimi namshinda huyo. Lakini hizi ndo fikra za Raila. Ukiwasikiliza wanaozungumzia historia ya Raila, anataja miongoni mwa viongozi ambao amesalitiwa sana, ukianza na Mwai Kibaki ambaye ndo alikuja akafanikisha kukitoa chama cha KANU kama sikosei, baada ya kuungana naye kuweza kumsupport wakafanikisha movement. Lakini umesema neno, umenikumbusha mtu. Abdulatif Abdallah ni mtu kutoka Kenya. Abdulatif Abdallah yeye kafungwa kwa kizuizini akiwa kijana mdogo sana, akipambana na serikali ya Kenyatta. Abdulatif Abdallah alipokuwa kizuizini ndio aliandika kitabu mashairi Sauti ya Dhiki. Abdulatif mimi kaniandikia. Ni katika watu wangu karibu sana, ni katika watu wangu nategemea sana. Yeye akiwa Uingereza walimwalika Raila kwenda kuzungumza wakati wanajaribu kufanya mabadiliko Kenya, kubadilisha ile hali. Akaandika, akamuuliza vizuri Raila, kaniandikia. Afu mwisho akanasema kuwa nimesikitika mimi kuwa mwishowe kama alivyosema Wamwere, Kwegi Wamwere, kama alivyosema kuwa tunasikitika kuwa vipi tena kuwa Raila alikuja kuungana na wale ambao sisi tulikuwa tunapambana nao kuleta haki katika jamii. Vipi kuja kuungana nao? Na Abdulatif na hili kalisema. Kwa hiyo huyu ndio Raila ambaye leo amezikwa. Toke sana. Alikosea kuungana na Mwai Kibaki? Sisemi mimi. Simkwambia Kwegi Wamwere amesema nini? Sinakwambia Abdulatif Abdallah amesema nini? Na hao wote walikuwa pamoja kujaribu kuleta mabadiliko. Kwa wamejibu wao, sijajibu mimi. Pamoja na kukubalika kote, anagombea urais na alishinda. Kukubalika, anasema alishinda. Lakini hakuweza kuchukua serikali yote. Kachukua kile ambacho kilichopatikana. Lakini umeona manake ile bei ambayo waliinunua ule ushindi wa Raila 2007, unafahamu watu wengi wamekufa bwana. Watu wengi wamekufa. Sasa hii ni katika historia ya Raila. Na si kama nasema mimi, ni kwa ndio watu wanavyoijua. Na tumejaribu kwenda kwenye vyanzo vingine vya watu ambao alikuwa nao na wao wamesema nini. Naam. Pengine na hili limekuwa ni swali la wanasiasa wengi hasa wanauliza maswali kwamba alikuwa ni kiongozi ambaye akishindwa, hata kama ndio hivyo ameshinda, lakini wakatangaza mtu mwingine anakubali. Raila alikuwa na jeshi kubwa, watu wakimwitika. Raila watu walikuwa wakimwitika. Na nitakwambia katika kitabu hiki anaeleza. Anasema siku moja ofisa moja wa balozi wa Marekani kamnongoneza, kaambia Raila, umekwenda sana jela, lakini nakwambia safari wanasema hutaishia jela. Safari watakuua. Safari amesema kwenye kitabu hiki.
Raila na wenzake akina Koigi Omwera jamaa wengine kundi lile makutana wakazungumza ile, wakaamua kwa sasa wachukue tahadhari. Na Raila mwenyewe anasema mimi sikuwa tayari kuuliwa, nikaamua mimi sasa lazima nikimbie nchi, lazima nikimbie nende nchi. Na kanisa Katoliki walimsaidia sana. Kwanza manake kujibadili, alitoka incognito makini, na alikuwa anapita mpakani kwenda Uganda, pita ziwa Victoria. Anaeleza ile historia yake vizuri sana, kitabu yote na kwa vizuri kabisa, mpaka wanafika Uganda, mpaka nawaona watu wa balozi wa Norway, mpaka wanakutana na watu wa High Commission for Refugees. Na vile vile si kama makachero wa Kenya walikuwa wamemwachia wakimwandama. Umempeleka uwanja wa ndege, amejibadili. Amejibadili, amevaa kama shekhe. Anasema mimi nimefika Oslo. Kule kulikuwa na ndugu zake wanasoma pale, dada zake. Anasema unatizama hawanioni, mimi niko mbele yao hawanioni. Mpaka nilipofika hapa mbele mimi nishafika. Kavaa kama shekhe atakwenda umra. Odinga Raila. Sasa lakini kubwa ninachotaka kukuambia ni kuwa ukimsoma Raila kwenye kitabu chake sasa, umsikie anavyoeleza siasa za Afrika, jinsi wanavyoshughulikia wale ambao wao hawakubali zile serikali, wamefanana kabisa kila kitu. Anasema Raila, mimi natafutwa na maskari mji mzima na malandrova na nini. Na kuna kituo cha polisi, vipi mbona mnanitafuta jamaa? Anasema si hatuna taarifa kama unatafutwa. Una maana mambo yote salama? Anasema huwa sio salama, unajitia mwenyewe tu wasiwasi. Lakini watu wamemwambia kuwa safari hii wanakuua. Na si kama hawajauliwa watu. Baba yake amemuleta sana Pio Gama Pinto. Pio Gama Pinto alikuwa ni Muhindi, Goa. Lakini alikuwa ni mzalendo. Kaipigania sana Kenya. Na akampigania sana Mzee Kenyatta. Pio Gama Pinto ndio wa kwanza kuuliwa katika historia ya mauaji ya viongozi wa siasa ya Kenya. Pio Gama Pinto ndio wa kwanza kuuliwa. Na alikuwa ndani legico Pio Gama Pinto. Na akapigania yeye Mzee Kenyatta kutoka jela. Kauliwa nyumbani kwake. Pigwa risasi. Anaeleza, ndio kukwambia kuwa ukimsoma baba yake Jaramogi unampata vizuri sana na mwanae. Kapita barabara ile ambaye baba yake alipita. Naam. Uchaguzi wa 2007 hauwezi kusahaulika kutokana na kiala ambayo alitokea. Ulikuwa namna gani hasa kwa mtu ambaye anawezekana haufahamu hasa kwa uchache? Wala hautaki kuelezea sana. Hayo nchi zote zinatokea. Uganda ushatokea hivi kama huo. Kenya ishatokea, ndio huu tunazungumza. Kwanza kasema na kwingine. Kwa nini mfumo ulikuwa humtaki? Hawajamshinda. Alikuwa na nini ambacho mamlaka zilikuwa zitaki kumpa uongozi ngazi ya urais? Japokuwa alikuwa anashindwa kama unavyosema. Sasa Victor, ndio swali la kuniuliza mimi bwana, kwa nini hujui siasa? Hata wewe unaweza kujibu swali hilo, wala si la kuniuliza mimi bwana. Ile swali la kuuliza mimi sote tunajua, hata wenye kutusikiliza wanajua kwa nini. No, hapana. Kwa mfano Mwai Kibaki, usinichunganishe bwana. Mwai Kibaki alipitia kupitia chama pinzani. Kwa nini alipewa baada ya kushinda, baada ya kumondoa Rais Moi, na baada ya Moi kuondoka yeye alikuja akapita Mwai Kibaki kupitia chama pinzani. Tukimaliza hapa akitafuta net yetu huru kisome. Ndio maana nikakuletea na kitabu hiki. Huyu Daka Ndegwa huyu Mkikuyu huyu. Kenyatta Struggles. Umsome. Anaelezea mshika wa kwanza alipokutana na Kenyatta. Na alipompa kazi.
ndio hakumwacha, akawa naye bega kwa bega mpaka akawa governor benki kuu ya Kenya. Huyu bwana Dr. Ndegwa. John anacheza golf. Na katika noti yetu huru anaeleza Jaramogi, anasema katika yote, hapana, hii anasema Wamwere katika clip, anasema haya yote leo Kenya ilivyo, kama kuna watu wamenufaika, basi ni wafanyakazi wa serikali, na wale ndio wananufaika na hali kama ya nzuri, lakini sio wale ambao sisi tumewapigania, akina maana yeye na Raila Odinga wanapigania. Wale hawajanufaika na juhudi zao zote zile ya wao kujitolea kiasi kile. Orange movement, banana movement, hasa zile ni majina tu, lakini nasema ni tumbaku ile ni kiko kile lakini tumbaku tu ndio tofauti, lakini kiko chenye wanachovutia ndio kile. Tofauti ni maneno tu na namna ya kuendesha. Ndio siasa zetu za Afrika zinavyokuja hivyo. Lakini umeona amekufa, tumempa mazishi makubwa kabisa. Lakini Kwegi Wamwere anasema ana hakika kama Mungu angemrudisha duniani Raila, akaona ile inaita state funeral, maziko ya kitaifa, angesema hapana, si ya kupewa mimi haya, naipewa mimi kwa lipi? Naipewa mimi kwa lipi? Waziri Mkuu 2007 serikali ya mkato anasema kisha waziri mkuu basi unabizeka. Unapenda sana kubebesha maneno yale unabadili. Kama kiongozi mkubwa hali ndio ile bwana. Hali ndio ile. Hali ni ile. Hakuna kilichobadilika. Nimekupa mfano hapa nakwambia kwa Wamwere amesema wanashangaa. Na Abdul Latif ajue kasema vizuri, lakini mmoja akasema lakini ndio bahati mbaya hata kazi yenyewe haijakamilika, ni kuwa na unaweza kusema kuwa kazi haijakamilika kwa sababu leo tuna Gen Z. Kusema sasa Gen Z utaunganisha na nani Gen Z? Ni kuwa naendeleza kazi ile ambayo bado haijakamilika. Okay, sawa. Kazi haijakamilika. Nakumbuka 2013 baada ya matokeo kwanza kutangaza, nakumbuka alikuja akasusia unanili namna wakati yuko na uchaguzi wa Kenyatta, kitu kama sikosei. Kwanza hapo kwenye tume ya uchaguzi umeme umekatwa. Unajua bwana, historia ya Afrika ina raha yake bwana. Umeme umekatwa, vyombo vyote vya habari havipatikani. Hapo vilikuja kuwashwa KBC peke yake ndio wako hewani. Wale wengine wote unafanya kazi kufananisha na nchi za jirani, kufananisha na Afrika. Ilikuwaje hii moja jambo ambalo kidogo limeleta taswira ambalo nilikuwa natamani nifahamu kutoka kwako, ili kaa vipi hasa, pamoja na kwamba Odinga alikuwa anakuja baadaye anaungana na ambao tunasema vile watesi wake, hata kwa Uhuru Kenyatta pia kwa the same story, alikuja akaungana naye kwenye uchaguzi ambao alikuwa shindana na nani, William Ruto, na baadaye dakika za mwisho akashindwa. Kwa nini aliweza kuungana pia na bwana wangu bwana wangu mbona wewe unataka kutoa kipunje tu kwenye jicho na gogo wewe unalo kwenye jicho lako? Maalim Seif, mbona umekunja uso nini? Maalim Seif, chaguzi zetu kuungana na Uhuru Kenyatta, manake mwisho wa siku lazima tuishi na tuendelee na maisha. Umeelewa Lakini unaweza kumlaumu ukitaka utamlaumu, kama leo unavyomlaumu Raila. Basi bwana, sasa tutafanya nini? Lakini lazima tuishi, lazima dunia iendelee, maisha yaendelee. Hatuwezi kusema tutavutana, umeshindwa mimi nimeshinda, mpaka lini? Lazima maisha yaendelee na tujaribu kujenga nchi. Ngoja nikwambie, mataifa mengi hata haya Scandinavia ambayo tunasema ni
ni akiungwana sana. Wanaunga mkono wakati mwingine hata serikali wanajua kama serikali haikushinda uchaguzi. Lakini kutaka watu wasiendelee kuteseka na tuondoe hizi hasama, watu waishi maisha mazuri, maisha endelee, patikane amani. Na kuna mtu mmoja nimeona majuzi hapa baada ya uchaguzi wa juzi William Ruto kushinda, pia miaka kadhaa imepita tunamwona pia anaungana naye pia huyo Ruto kashinda, akiumeona badala Gen Z, umeona ile. Sasa ndio kana nini, na wale ndio wapiga kura wale. Sasa wale vipi ghafla wanakuja kubadilika? Kitu gani kinatokea hapa? Hivi ndio vitu katika historia zetu za Afrika. Ujiulize. Naweza nikasema sasa Raila Odinga ni miongoni mwa hajasalitiwa, ila ni mfumo wa kumtaka. Mimi siwezi kumhukumu mtu yoyote bwana. Mimi nitakujibu kadri ya ninavyojua historia. Kuna aina mbili hapa. Kuna wana historia wanasema kwamba Raila Odinga alisalitiwa na wale ambao walikuwa kiungana nao, kianza kwa Mwai Kibaki, tukaja kwa Uhuru Kenyatta, na namna ambavyo walikuwa kiungana nao. Hawa walikuwa Raila mwenyewe humo anasema, si kama wanamsemea, humo anasema. Asema mimi nikaja kuona kuwa hapa Mwai Kibaki anamleta Uhuru Kenyatta. Aliona yule. Ana akasema kwa kitabu hiki, anasema kama Uhuru mimi namweza yule. Anasema Uhuru namweza. Huyu anajua biashara tu huyu. Na unajua anasema vile najua utajiri alikuwa dao na unajua. Lakini kwa mbinu za kisiasa mimi mtu wa Jaramogi bwana. Anazungumza katika kitabu hiki. Mimi mtu wa Jaramogi bwana, aniwezi kwa mbinu mimi huyo. Basi ndio hivyo siasa zetu za Afrika. Chama chake cha ODM ambacho amekiacha kimekuwa ni chama ambacho kina nguvu sana. Unaona hata rais ambaye amepita yuko madarakani, ambavyo challenge ilikuwa ni kubwa sana katika uchaguzi uliopita. Pengine hasa chama chake ni chama cha namna ipi hasa katika kuendea mambo ya kijamii hasa na kuwasaidia wananchi wa Kenya? Maana Odinga sio tunajua kuwa yeye yuko pamoja na watu, kuwa anataka watu wanufaike na nchi yao. Lakini ndio hivyo. Siasa ndio hizi. Ile serikali ule mfumo uko pale pale. Uko pale pale. Hata kutikisika hujatikisika. Nakwambia ni macho ambacho mimi bwana, mimi usinitie maneno mdomoni bwana. Mimi nasema lile mimi bwana, kama unavyoona napenda kusoma vitabu, nitamsoma huyu nitamsoma. Naona hapa nimekuletea vitabu. Nimekuletea Ronald Ngala, nimekuletea mzee Duncan Ndegwa, nimemleta mwenye Raila. Na nimekuletea Duncan Ndwaoga, nikamwambia kwa mimi nimekutana naye Duncan Ndegwa kwenye golf course. Nyali golf course. Uko wingi mpaka uwe mtu Walize golf course. Mimi nilikuwa nakwenda pale. Tena nikimfuata Sal Davis pale. Kashamaliza kucheza golf. Anakwenda anakoga vizuri, anabadilisha nguo nyingi. Ilikuwa mwezi Ramadhani. Anabadilisha nguo nzuri. Mimi nishachukua, nakuja na gari pale. Nampisha yeye, anachukua gari, sasa tunakwenda zetu kufuturu mjini. Na nilikuwa naingia naye mle ndani klabu pale, naona watu wanasalimiana nao na mimi najifundisha pale. Maka ananiambia huyu fulani. Kile society ya Kenya ile. Umeelewa? Pengine hasa nimeona hili kwa utamaduni pengine ni utamaduni, lakini kwa kweli ulivyoiona hasa nimeona leo kwenye ibada yake ya mwisho ya mazishi ya Raila Odinga, wanasiasa wengi walikuwa kipanda kwenye jukwaa, wanajaribu kuzungumza ule ukweli kwamba kuna wengine ni wanafiki ambao wako hapa, wamechukua kiti chako na hivi na hivi. Lakini pia tumeona muungana wote, nimeona Raila alikuwepo pale na Uhuru alikuwepo pale, Ruto pia alikuwepo pale na wanasiasa wengine tofauti. Ina maana gani hasa hii? Ni bahati mbaya tu kuwa mtu katika msiba atataka kuleta yale yaliyopita ya kurudishia machungu. Alipokufa Kenyatta, Jaramogi alikwenda mazikoni. Na Jaramogi alikuwa anatembea na usinga wake ule wa mkia wa ng'ombe ule. Alikwenda pale katika mila za Kikuyu, za Kiluo. Alisikitika sana, aliomboleza sana, alilia sana. Na anaeleza mwenyewe, anasema
kuwa tuligombana kanweka ndani, lakini yote imekwisha leo. Kenyatta ndugu yangu, tumepigana naye pamoja uhuru, tumekuwa, lakini leo imekwisha sisi. Imekwisha. Ndugu yangu, nenda kwa amani, mimi na wewe sina ugomvi na wewe tena, tumeshamaliza. Unaona Kwa hiyo ni katika mila zetu na hata katika dini. Mtu akishakufa sasa anaenda kuendeleza ugomvi wa nini? Kwa sasa yule kishakufa, wengine walikuwa wanafiki wanakuja kukalia vitu vya hapakuwa na haja hayo. Pale ni kuomboleza tu. Odinga sasa anatuachia. Ndio maana hata alipozungumza kwa Igwe Mwere ambaye nimemwona leo asubuhi ile clip na nimesoma aliyoandikia Abdulatif Abdallah, na yeye aliteseka sana katika kifungo sasa Kenya, na alikuwa naye Uingereza kamwalika kufanya kampeni, kamweleza kama alivyostahili kwa sifa zake zote. Afu mwisho akasema tu, lakini kidogo nimesikitika kuwa aliungana na wale ambao amesema kwa njia ya kistaarabu sana. Sio kwa maneno makali, kusema kuwa hii ndio, lakini huyu ndio Raila, kwa mwishowe alitaka nchi iende mbele, tusigande mahali pamoja, lazima maisha yaendelee. Alikuwa mtu akukubaliana na matokeo hata kama hayako upande wake. Ndio hapo nikagusia, nikamwambia, kwa nini wewe unataka kuona ya mbali, mbona uyaone hapa? Si Maalim Seif huyu juu ya yote yale mwisho wake si wamekaa wakatengeneza serikali ya umoja kitaifa, na ndio inavyotakiwa. Nimeona viongozi wengi wamezungumza yale ambayo watamkumbuka nayo hasa. Wewe umebahatika kukaa na Raila Odinga kwa masaa 5 kwenye ndege. Pengine hasa wewe hasa alikwambia nini hasa, ama wewe katika maisha yake ya siasa haya utakumbuka yapi hasa? Ni kuwa Raila, unaweza kusema Waingereza wanaita turning point, sijui kwa Kiswahili tusemaje. Unaweza kusema kishindo ni ile mapinduzi yaliyoshindwa ya kina Ochuka. Nakumbuka alikimbilia huko kujana ndege huko, baadaye walirudishwa Kenya. Pale ile leta shida kubwa, watu wengi sana walikamatwa. Wengi walikamatwa na baadhi yao walikufa. Sasa hapo ndio hapo sasa unatizama mbele. Kwa ile ilikuwa kwa pale sasa, kama wale walikuwa kwenye madaraka walikuwa dhania kuna mchezo, wakajua sasa hii si mchezo tena sasa. Basi bwana, tumalize bwana, inatosha. Sawa. Basi na mimi nishukuru sana kwa yale ambayo tumeyazungumza, na kikweli hiki kitabu nitakisoma na mimi kwa undani, japokuwa umenijaribu kunipitisha mawili matatu na nimeelewa kwa undani kabisa. Sasa kwa wale ambao Duncan Ndegwa mswali vile vile kabisa uione jamii ya Kenya ile hapa class ile wenyewe ile sawa kabisa. Nilako kwa familia ya Raila Odinga na Wakenya kwa jumla, unawaambiaje sasa? Nawapa pole. Nawapa pole kuondokewa na kiongozi shupavu, mtu ambaye ameacha alama yake katika siasa za Kenya, na ni mjumuiya akipenda Afrika. Asante. Na nilikuwa nazungumza na Sheikh Mohamed Saidi, tumezungumza mambo mengi sana, kama vile ambavyo ameweza kusema kwamba anatoa pole, na mimi pia naungana pia na Wakenya wote, familia nzima ya Raila Odinga na ODM na wengine wote ambao walikuwa ni wapenzi ama wafuatiliaji pia wa mambo ya kazi za Raila Odinga. Tunawapa pole sana, Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Amina. Hii ni Bongo Plus TV, mimi naitwa Victor Madaha, nyuma ya kamera yuko Polisi Kibwana. Asante.